Nasoma kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 2 mstari kuanzia wa 25. Neno la Mungu linasema hivi: vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba, naye je, hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Damu ya Yesu Kristo, neema na iwe kwenu, na amani na rehema na baraka na fadhili kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Wakati Mtume Paulo anaanza huduma, anaanza kuhubiri Injili, amegeuka sasa, amekuwa mcha Mungu, amekuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Wakati ule kabla hajawa mwanafunzi wa Yesu Kristo, alikuwa muuaji, alikuwa mpinga Kristo, kwa sababu hakuijua imani bado, hakujua upendo wa Yesu Kristo bado. Lakini alipookolewa, akaenda akapanda kwa mitume, akaenda kwa Simoni Petro na Yakobo na Yohana na kwa wanafunzi wengine. Alipofika huko, alipoieleza Injili ambayo Yesu Kristo amemfundisha katika maono, basi wakampa mkono, wakamwambia, huyo aliyekutokea ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ndiyo Injili ya kweli uliyo nayo. Nenda kahubiri Injili kama Bwana alivyokuambia uende katika watu wa mataifa, na sisi tunabaki katika watu waliotahiriwa. Wewe unaenda kwa watu wasiotahiriwa, watu wa mataifa. Lakini alipokuwa akiondoka kwenda, wakampa mkono, wakamkumbusha neno moja. Mtume Paulo anasema neno moja tu walinisihi na kunisisitiza nisisahau: upendo. Simoni Petro, Yakobo, Yohana wakamwambia, wakumbuke maskini. Usiache kuwakumbuka maskini katika huduma yako, katika kuhubiri kwako, katika kutenda kwako, usiwasahau maskini. Wanamkumbusha neno moja tu: upendo kwa masikini, upendo kwa watu wadhaifu. Kwa sababu Mungu ni upendo, Yesu Kristo ni upendo, na ikiwa umeitwa na Yesu Kristo, basi tabia zote za Yesu Kristo ziko ndani yako. Upendo usisahau. Ndipo Mtume Paulo akaondoka akishika hilo neno upendo. Siku moja Zakayo amesikia kwa habari ya Yesu Kristo Bwana wetu. Zakayo mtoza ushuru, ni mwenye dhambi, lakini amesikia habari za Yesu Kristo, kwamba huyu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Ana maneno ya neema, ana maneno ya baraka. Kila mtu akimwamini huyu anapata msamaha wa dhambi, anapata ondoleo la dhambi, anakuwa mwana wa Mungu. Kwa yeye kila mtu anaitwa mwana wa Mungu. Basi Zakayo mtoza ushuru akafunga safari, akamfuata Yesu Kristo aliko. Wakati Yesu Kristo amezungukwa na mkutano wa watu wengi, nao wakitembea wakienda, Zakayo naye akajiunga katika huo msafara, amwone tu Yesu Kristo, akutane na Yesu Kristo. Lakini kwa sababu ya ufupi alionao, hakuweza kumfikia Yesu Kristo vizuri wala kumwona vizuri, kwa sababu ni mfupi. Akawaza moyoni kwake, akaona akatangulia mbele, akauona mti mbuyu mrefu mkubwa, akaupanda huo mti. Alipoupanda akakaa juu ya mti ili amwone Yesu akipita hapo chini ya mti. Wakati ule Yesu Kristo amefika katika huo mti, akatazama juu, akamwona Zakayo amekaa juu ya mti akimtazama. Sasa anamwona. Alipokuwa chini hamuoni Yesu, alipopanda juu ya mti anamtazama Yesu Kristo vizuri. Basi Yesu Kristo Bwana wetu akamwambia, Zakayo, shuka katika huo mti, leo hii nitakuwa nyumbani kwako. Zakayo akafurahi sana. Zakayo akafurahi kwa kuwa sasa
kile alichokitarajia, kile alichokitafuta kwa muda mrefu anakipata sasa. Bwana wetu Yesu Kristo anaingia ndani ya nyumba ya Zakayo. Alifurahi, akashuka Yesu Kristo akaambatana naye mpaka ndani ya nyumba ya Zakayo. Wakati amefika huko na watu wengi wamemfuata, watu hawakurudia hapo, wakaenda na Bwana wetu Yesu Kristo mpaka nyumba ya Lazaro. Ndipo Lazaro alipoinuka akamwambia Bwana, ikiwa nimechukua mali ya mtu kwa kumnyang'anya, kwa kumdhulumu, nitarudisha mara 4, na sehemu ya mali yangu ninawapa maskini. Zakayo anataja, nusu ya mali yangu nachukua nawapa maskini Bwana, na ikiwa mtu nimemdhulumu nitarudisha mara 4. Akafanya hivyo. Basi hapo ndipo Yesu Kristo aliposema wokovu umeingia katika nyumba hii, huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Wakati Zakayo anaenda na Yesu Kristo nyumbani kwa Zakayo, Yesu Kristo hakusema neno. Alipofika nyumbani kwa Zakayo, Yesu Kristo hakusema neno, lakini mpaka alipouona upendo wa Zakayo kwa masikini, ndipo aliposema wokovu umeingia katika nyumba hii ndani ya Zakayo, na huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Yesu Kristo anatamka maneno haya, huyu ni mwana wa Ibrahimu, sasa baada ya kuona upendo kutoka kwa Zakayo. Ndugu zangu, lazima uelewe neno la Mungu. Unaweza ukawa Mkristo kweli, unaweza ukawa una imani kweli na Yesu Kristo, lakini unatakiwa kujua kitu kimoja: Yesu Kristo ni upendo, Mungu ni upendo. Imani haionekani kwa macho. Unaweza kusema unamwamini Yesu Kristo, unaweza kusema wewe ni Mkristo, unaenda kanisani, unarudi, unafanya ibada, lakini unatakiwa kujua imani haionekani kwa macho. Mungu anataka kuthibitisha kama kweli unamwamini kupitia upendo. Tangu mwanzo Mungu anataka kuthibitisha kwa watoto wanaomwamini, kwa watoto wa Mungu, kwamba ikiwa kweli unanipenda, imani iko wapi? Imani haionekani. Upendo uko wapi? Imani haionekani, lakini imani yako itaonekana kupitia upendo. Kwa hiyo upendo ukitoka kwako kwenda kwa maskini, kwa wasiojiweza, hapo ndipo imani inapothibitika kuwa ndani yako una imani na Yesu Kristo, kwa sababu haya matendo ya upendo unayafanya kwa jina la Yesu Kristo. Hapo ndipo Mkristo anapojulikana, huyu ni Mkristo, mwanafunzi wa Yesu Kristo, na hapo ndipo Yesu Kristo anapotamka huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Lakini usiseme tu wewe ni Mkristo, unamwamini Yesu Kristo. Watu wengi wanasema hivi, lakini imani yako ikathibitike kwa njia ya upendo. Kwa hiyo upendo ndio ushahidi mkubwa kwa Mungu kuonyesha wewe unamwamini Yesu Kristo, wewe ni Mkristo. Upendo kwa masikini, upendo kwa watu wasiojiweza, kwa jina la Bwana. Yesu Kristo anasema, nawapa amri mpya, pendaneni ninyi kwa ninyi. Na watu watakapoona upendo wenu kwa watu, kwa wengine, watajua ninyi ni wanafunzi wangu. Kitu kinachotutambulisha sisi kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo ni upendo kwa jina la Yesu Kristo kwa ndugu zetu, kwa masikini. Upendo. Kitu kinachotuthibitisha sisi ni wana wa Mungu kwa Yesu Kristo ni upendo kwa masikini, kwa ndugu zetu, kwa majirani zetu. Upendo ndio kithibiti, ndio ushahidi mkubwa kuonyesha wewe ni Mkristo wa kweli. Yesu Kristo hakutamka kwamba huyu ni mwana wa Ibrahimu kabla ya kuona upendo. Alipouona upendo wa Zakayo akasema huyu ni mwana wa Ibrahimu. Sasa upendo kwa masikini. Mtume Yakobo anasema hivi,
Kuna faida gani ikiwa wewe unayo imani lakini ukamwona ndugu yako amezikika, hana chakula, ana njaa, hana nguo ya kuvaa, nawe ukamwaga ukamwambia nenda kwa amani, hali hukumpa chakula, hukumpa maji ya kunywa? Kuna faida gani? Imani yako je, itakuokoa? Haikuokoi. Anasema kwa sababu imani pasipo upendo, pasipo matendo mema ya upendo haizai. Haizai. Imani pasipo upendo ni sawa na mwili pasipo roho, umekufa. Kwa hiyo upendo unatajwa kama ni roho yenye uhai. Mtume Yakobo anasema imani pasipo upendo ni sawa na mwili pasipo roho ndani yake. Kama mwili hauna roho ndani yake, huo umekufa, tunauzika, ni maiti hiyo. Lakini mwili ukiwa ndani yake kuna roho, huyo mtu ni hai. Ndivyo ilivyo. Mwili hapa unawakilisha imani na roho inawakilisha upendo. Una imani, ndio mwili unao tayari. Imani unayo kwa Yesu Kristo ni sawa na mwili. Sasa mwili wako uthibitike kwamba wewe uko hai, mwana wa Mungu, kupitia upendo. Huna upendo, ni mwili uliokufa. Kwa nini uwe Mkristo maiti? Mkristo yoyote anayesema yeye ni Mkristo, anamwamini Yesu Kristo, lakini ndani yake hana upendo, huyo ni maiti, ni mwili pasipo roho, amekufa. Kwa hiyo usitegemee utaurisi uzima wa milele, usitegemee kubarikiwa au kupendwa na Mungu, kusikilizwa na Mungu unapoomba haja zako ukiwa mwili pasipo roho. Ni lazima uwe na kitu hiki muhimu. Roho ndio itiayo uzima, yani upendo. Biblia inasema hivi katika Yakobo sura ya pili. Yakobo sura ya pili kuanzia mstari wa 18. Anasema hivi: lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Mtume Yakobo anatuambia, wewe unaamini kwamba Mungu ni mmoja, unamwamini Yesu Kristo, unafanya vizuri. Lakini ujue na mashetani nayo yanamwamini Mungu ni mmoja, yanaamini Mungu mmoja, yanamwamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Hakuna tofauti kati yako na mashetani, wote mnaamini. Wewe unamwamini Yesu Kristo na mashetani nao wanamwamini Yesu Kristo. Tena yanasema wewe ni mwana wa Mungu, mtakatifu wa Mungu, tunakujua. Sasa kuna tofauti gani kati ya wewe imani yako na mashetani? Hakuna tofauti. Wote mnaamini Mungu ni mmoja, wote mnaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, mtakatifu wa Mungu. Lakini imani hiyo ya mashetani kumwamini Yesu Kristo, kuamini Mungu ni mmoja, haiwafanyi kupata uzima wa milele, haiwafanyi kuitwa wana wa Mungu, haiwafanyi kuitwa wenye haki. Wao ni roho chafu. Mashetani yanasubiri hukumu ya milele, mauti ya milele. Hata kama wanaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hawana uzima wa milele. Wanaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, lakini hawana uzima wa milele, hawawezi kupata uzima wa milele. Na wewe unaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, tena unamwamini, unaitwa wewe ni Mkristo. Hakuna tofauti. Kwa nini mashetani hayawezi kupata uzima wa milele ingawa wanayo imani, wanamwamini Yesu Kristo? Kwa nini? Kwa sababu imani yao haijaambatana na upendo. Mashetani hawana lugha ya upendo. Mashetani hawana lugha ya upendo, ingawa wanaamini, lakini hawana lugha ya upendo. Hawawezi kutenda matendo mema kwa ndugu, kwa masikini, kwa jina la Yesu Kristo. Hawana lugha ya upendo.
Kwa sababu hiyo wao ni mwili pasipo roho, wamekufa. Kuzimu ni mahali pao, katika jehanamu ya moto. Wewe nawe ukiwa Mkristo, unamwamini Yesu Kristo, unafanya vema, lakini imani yako isipoambatana na upendo wa Mungu kwa masikini, kwa watu wahitaji, kwa wagonjwa, kwa wasio na nguo, kwa wenye njaa na wenye kiu, imani yako ni sawa na mashetani. Wewe na mashetani ni kundi moja, kwa sababu Mungu ni upendo na wewe huna upendo wa Kristo ndani yako. Lazima tubadilike. Ndiyo ni Mkristo, lakini Ukristo wako ukaonekane Ukristo wa kweli mkamilifu kupitia upendo kwa masikini, upendo kwa wenye njaa, upendo kwa wenye kiu, upendo kwa wasio na nguo. Hii ndiyo injili ya Mungu. Imani kwa Yesu Kristo, upendo kwa ndugu zetu kwa jina la Yesu Kristo. Na hapo ndipo tunapojulikana. Yesu Kristo anasema wewe ni mwana wa Ibrahimu. Kwa nini Yesu anamwambia Zakayo huyu naye ni mwana wa Ibrahimu? Sio kwa sababu amezaliwa kwa jinsi ya mwili, kwamba ni Myahudi kwa jinsi ya mwili. Hapana, Wayahudi wote ni wana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, lakini Yesu Kristo anasema huyu ni mwana wa Ibrahimu. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu Ibrahimu alimwamini Mungu na imani yake ikambatana na matendo. Kwa hiyo Ibrahimu anayo injili ya imani na upendo kwa masikini. Kwa hiyo huyu akahesabiwa kuwa haki kwa sababu imani yake imethibitishwa katika upendo, akaitwa. Na wote wenye imani na upendo kama Ibrahimu, hawa wote wanaitwa huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kama ilivyoandikwa hapa katika mstari wa 21. Yakobo sura ya 2 mstari wa 21 inasema, je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ikakamilishwa kwa njia ya matendo yale. Lakini 23 anasema, maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. 24, mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Unamwamini Yesu Kristo, lakini kwa imani peke yake huwezi kuhesabiwa haki. Imani inatakiwa igongwe muhuri wa upendo. Upendo ndiyo roho ya uhai. Ibrahimu anayo imani, anao upendo, akaitwa mwenye haki, rafiki wa Mungu. Zakayo alipoonekana anayo imani na imani yake ikaonekana kupitia upendo kwa masikini, Yesu Kristo Bwana wetu akamwambia, wewe nawe ni mwana wa Ibrahimu. Lazima tuwe na imani kwa Yesu Kristo na upendo kwa ndugu. Imani, kupitia imani tunapata msamaha wa dhambi. Tunaamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Lakini tukishaamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, tunapopata msamaha wa dhambi, tunaitwa wana wa Mungu. Tabia ya watoto wa Mungu ni upendo, kama Mungu alivyokuwa upendo. Ni lazima upendo uonekane kwa ndugu zetu, kwa majirani zetu, na hapo ndipo tunathibitika sisi ni wenye haki. Lakini unaposema wewe ni mwenye haki, una imani peke yake pasipo upendo, una mwili pasipo roho ya uhai. Kwa hiyo wewe ni maiti, umekufa. Baraka zinapatikana kwa mtu ambaye ataonekana na upendo. Hata kama tukiomba kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya jamaa zetu, labda wako mahospitalini wanaumwa, tunapoinua mikono, Mungu watazame watu waliokuwa mahospitalini, watazame watu waliolazwa sasa hivi hawana tumaini. Wewe ndiye Mungu. Lakini Mungu atakaposikia maombi haya, anatembea kuona mahospitalini, nani anayo neno langu? Anaangalia upendo ulioko. Je, ulifanya nini? Upendo unao. Akiona upendo unao kwa masikini, anakuinua kitandazi, anakuhuisha. Upendo ndiyo nguzo ya uhai ya kubarikiwa. Upendo ndiyo nguzo ya kumfanya Yesu Kristo akubariki wewe, akusikie wewe, akuhurumie wewe. Upendo.
Kumbukeni neno lile, wakati ule Dorcas ameumwa hata akafa, lakini watakatifu katika kanisa la Yesu Kristo walipoona Dorcas amekufa hawakuridhika, wakatuma ujumbe kwa Simoni Petro aliko, wakamwambia fanya haraka uje kwetu. Ndipo Simoni Petro mwanafunzi wa Yesu Kristo akafanya haraka, akawafata kanisa, akawafata wajane. Wakaja, alipokuja hapo wakamchukua wakampeleka juu walikomlaza Dorcas, wakamwambia angalia, Dorcas amekufa. Sasa mnataka nini? Huyu ni mtu mwema, wanamwambia. Huyu anawajali wajane, anawashonea nguo wajane, anawapa nguo masikini. Huyu ni msaada kwetu. Simoni Petro, fanya kitu kwa Bwana. Kwa hiyo hamtaki afe? Watu wanaishi na kufa. Akasema ndio, tunajua watu wanakufa, watu wanaishi na kufa, na sisi wote tutaishi na kufa, lakini huyu tunahitaji upendo wake bado. Tunahitaji upendo wake, jinsi anavyolipenda kanisa. Anawapa watu nguo wasio na nguo, anawashonea nguo. Simoni Petro akasema basi niacheni, ondokeni. Simoni Petro alipoondoka, hao wajane na kanisa, akaanguka magoti katika kile chumba alipolala Dorcas, akamwomba Bwana, Bwana wewe mwenyewe unajua jinsi mtu huyu alivyomwema machoni pako, jinsi alivyothibitisha kuwa yeye ni mwanafunzi wako, akionyesha imani na upendo kwa ndugu, kwa kanisa, akilihudumia kanisa lako na watumishi wako, akiwapa nguo watumishi wako, wajane, umasikini, yatima, akifanya upendo kwa hawa. Sasa kanisa lako linamlilia, bado wanahitaji msaada wake. Na kuomba Bwana uirudishe roho yake, awe hai, muhuishe, awe hai tena kwa ajili ya kanisa lako. Wakati Simoni Petro anasema hivi, Dorcas akaamka. Mungu akairudisha roho ya Dorcas katika mwili wake, akainuka, akawa hai. Kanisa likafurahi. Nini maana yake? Tufufuane? Tusife? Hapana. Mungu anataka tujue kwamba yoyote akiwa katika dhiki, na wewe ulikuwa unadumu katika upendo wa Yesu Kristo, hakika tukiomba kwa ajili yako, Mungu anasikia na kukuhuisha katika dhiki yako. Ikiwa unaumwa, atakuhuisha, utapona. Kama unayo amri ya upendo kwa ndugu na kwa masikini kama Dorcas. Tunapoinua mikono kuwaombea watu wote, kama Mungu ataona upendo unaofanya kwa ndugu, kwa yatima, kwa wajane, kwa watu wasiojiweza, kwa ndugu zako, kwa majirani zako, kwa jina la Yesu Kristo unayafanya haya yote, hakika Mungu hawezi kukuacha tunapokuombea, tunapoomba na unapoomba. Hii ndiyo siri ya kufanikiwa, hii ndiyo siri ya kubarikiwa. Dorcas anahuishwa tena kwa sababu ya upendo. Wewe unafanya nini? Wewe unafanya nini? Unahitaji kubarikiwa, labda unahitaji mtoto. Shika amri ya upendo. Wapende ndugu zako, wapende majirani, wapende masikini. Unayo riziki, mgawie asiye na riziki. Japo kidogo, sikia moyo wako unasema nini. Unatembea njiani, unamwona mtu anaomba, na unayo riziki labda 200, labda 100. Ninakuambia mpe yeye kwa jina la Yesu Kristo. Mpe yeye kwa sababu hii ni amri ya upendo. Mwambie, Bwana amenituma, amenipa hiki nikupe. Hata kama ni 100, lazima ulitambulishe jina la Yesu Kristo. Mwambie, Bwana Yesu amenituma nikupe hiki. Na yeye atamtukuza Mungu wakati huo. Wakati wewe unapokuwa katika dhiki, labda unahitaji mtoto, lakini wewe kwa 200 yako unalitaja jina la Yesu Kristo, Mungu atasema unastahili kupata mtoto, unastahili kubarikiwa. Labda ni mgonjwa, homa imekushika, labda ni wewe mwenyewe, lakini unapita, unamwona mtu amezikika, labda na kuomba.
Unayo 200, unayo 500. Kama unayo hiyo, toa kwa moyo kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie, usione haibu. Mwambie, ni Bwana amenituma nikupe, ili yeye amtukuze Mungu, na wewe Mungu ajivunie. Atakubaliki, atakuhuisha, atakuponya ugonjwa wako, ili uendelee kuyafanya matendo ya Mungu upendo. Na unajuaje? Watu wengi wanawaluka watu wanaoomba mitaani. Unajuaje? Pengine ndiye Mungu amekufuata, pengine ndiyo Kristo amekufuata, anataka kuona upendo wako. Ndiyo unalia, unasema, Mungu nibariki mimi, Mungu nakuomba nibariki. Mungu amekujia, anakuambia naomba hata 200, naomba hata 300. Anataka kuona upendo wako ili akubariki. Mpe, maana yake unampa Kristo wakati huo. Mpe jirani yako vile vile, akiwa katika dhiki, katika mateso. Angalia mazingira kama yanaruhusu, msaidie. Ukiwa na nguo, mpe asiye na nguo. Ukiwa na maji ya kunywa, mpe mwenye kiu. Ukiwa una chochote, umebarikiwa, mpe mwenye njaa, anayekuomba. Mtazame mgonjwa kwa msaada wa upendo, na Mungu atasikia maombi yako. Mungu atasikia haja yako, ataangalia upendo ulionao unaofanya kwa jina la Yesu Kristo, atakubariki. Na sisi tunapokuombea, Mungu atakutia nguvu, atakubariki. Mungu anaangalia upendo. Yesu Kristo anasema siku ile ya mwisho atawahukumu wa Kristo kulingana na amri ya upendo. Atawahukumu wa Kristo kulingana na upendo. Wakristo watahukumiwa kwa sababu ya upendo. Au hujasoma hilo neno? Mathayo 25 mstari kuanzia 34. Wakristo wote tutahukumiwa siku ya mwisho, sio kwa sababu ya imani, kwa sababu ya upendo. Kama una imani, imani yako lazima ionekane, izae matunda ya upendo. Atahukumu Wakristo, atalihukumu kanisa lake kwa njia ya upendo, kwa sababu ya upendo. Yeye aliyemwamini Yesu Kristo lakini hakuwa na upendo kwa ndugu, kwa masikini, huyo ni sawa na shetani, huyo sawa na mashetani, atakwenda motoni. Hata kama aliitwa Mkristo, atakwenda jehanamu ya moto, hata kama uliitwa Mkristo, kwa sababu amesema hivi. Siku ile atakusanya watu wote, naye atawatenga kondoo na mbuzi. Mbuzi atawaweka mkono wake wa kushoto, atakapokuja na malaika watakatifu. Atawatenga kondoo na mbuzi. Mbuzi atawaweka mkono wake wa kushoto, na kondoo atawaweka mkono wake wa kulia. Ndipo atakapowaambia wale kondoo, njoeni muulisi ufalme wa Mungu mliowekewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu na Baba yangu. Kwa sababu nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkanipa maji ya kunywa; nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa uchi, mkanipa nguo ya kuvaa; nalikuwa kifungoni, mkaja kunitazama. Ndipo wale kondoo wenye haki watasema, Bwana, ni lini tulikuona wewe una njaa tukakupa chakula, tukakuona ukiwa na kiu tukakupa maji, ulikuwa mgonjwa tukakuja kukusaidia, tukaja kukutazama kwa upendo, ulikuwa kifungoni tukaja kukutazama. Ni lini Bwana? Atawaambia, amini amini nawaambieni, yule mmoja wa ndugu zangu mliomtendea duniani mlinitendea mimi. Yule mliyemsaidia mkampa nguo ya kuvaa mlinipa mimi. Yule mliyemsaidia alipokuwa na njaa mkampa mlinipa mimi. Yule uliyemkuta barabarani anaomba na wewe ukampa 200 ulinipa mimi hiyo 200. Yule uliyomsaidia wakati anaumwa ukaenda kumpa msaada ili aweze kupona ulinipa mimi, nilikuwa mimi. Angalia hili neno analosema. Kama tukifanya upendo kwa ndugu zetu, tumemfanyia Yesu Kristo. Kama ukimkumbuka mtu anayeomba barabarani ukampa 200, ujue umempa Yesu Kristo. Hata sahau upendo huo, na upendo huo utakuingiza katika uzima wa milele. Lakini atawaambia wale mbuzi, wale Wakristo wanaoitwa mbuzi. Hawa mbuzi ni wakina nani? Mbuzi wanawakilisha wenye dhambi. Hata kama ni Mkristo, unamwamini Yesu Kristo, huna upendo, wewe ni mwenye dhambi bado, kwa sababu huna Kristo ambaye ni upendo ndani yake. Atawaambia haya, ninyi siwajui mimi, nendeni katika moto wa milele, kwa sababu nalikuwa na njaa hamkunipa chakula, nalikuwa na kiu hamkuninywesha maji,
nalikuwa uchi, hakumnipa nguo ya kuvaa, nalikuwa mgonjwa, hamkuja kunitazama. Nendeni katika moto wa milele. Watamwambia, Bwana, mbona sisi tulikuabudu? Ni lini tulikuona wewe una njaa, una kiu? Ni lini tulikuona wewe ni mgonjwa, uko kifungoni, hatukuhudumia sisi? Mbona hatukukuona? Sisi tumekuabudu wewe, sisi tumeitwa Wakristo maisha yetu yote, sisi tumefanya ibada maisha yetu yote, lakini leo natukataa, mbona hatukukuona? Tungekusaidia. Hapana, yule mmoja mliyemtendea hayo, hamkumpa chakula, hamkumpa nguo ya kuvaa, hamkuja kumtazama, mlinitendea mimi. Nendeni katika moto wa milele. Maneno haya matakatifu yameandikwa katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura 25 kuanzia mstari wa 33 mpaka kuendelea. Soma ukipata muda, soma, pita hapo, uwe na tabia ya kondoo. Kwa hiyo Wakristo, Yesu Kristo anawataja Wakristo wamegawanyika katika makundi mawili. Wakristo walio na imani pasipo upendo ni mwili, pasipo roho ni maiti hiyo. Na Wakristo wenye upendo wa Yesu Kristo, hawa ni kondoo, hawa ndio mwili pamoja na roho, wako hai, hawa wataurithi uzima wa milele. Baraka zote ziko kwao. Mungu akusaidie. Hakikisha kama unampenda Yesu Kristo, shika amri ya upendo kwa ndugu, kama Zakayo. Zakayo anatajwa na Yesu Kristo, wewe nawe ni mwana wa Ibrahimu, alipouona upendo kwa masikini. Na wewe leo utaitwa mwana wa Ibrahimu, mwana wa Mungu mtakatifu wa kweli kwa Yesu Kristo, kama utadumu katika upendo, kama utadumu katika imani na upendo. Amri mbili ni muhimu kuliko kila kitu: upendo. Upendo ndiyo roho ya Wakristo. Ujue upendo ndiyo roho yenye uhai ya Wakristo. Upendo. Imani, sawa, unamwamini Yesu Kristo. Nitajuaje kama unamwamini Yesu Kristo? Nitajuaje kama wewe ni Mkristo kweli? Acha kuonyesha kwa watu kwamba wewe ni Mkristo, lakini ndani ya moyo ni mbaya, una tabia mashetani, huna upendo kwa watu. Tutaijuaje? Yesu Kristo anataka kuona upendo kwa Zakayo. Zakayo alipoonyesha upendo, Yesu Kristo akasema, sawa, wewe ni mwana wa Ibrahimu. Leo Yesu Kristo anataka kusema na wewe, wewe ni mwana wa Ibrahimu. Unahitaji mtoto, dumu katika amri ya upendo. Mungu atakukumbuka kwa sababu ni mwana wa Ibrahimu. Utabarikiwa kwa mbaraka wa Ibrahimu. Unataka kuponywa, unataka kubarikiwa, unataka kupata chochote unachotaka katika mahitaji yako, katika mahitaji yako. Ng'ang'ania amri ya upendo, itathibitisha wewe ni Mkristo katika imani hiyo katika mwili na damu yake. Mungu akubariki. Mungu akuzidishe. Damu ya Yesu Kristo, neema na iwe kwako, na amani na rehema na fadhili na baraka zote kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.